Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi maliku kulli shay wa ilayhi marji'u kulli shay. Rabbu kulli shay. Ikhtara min kulli shay. من جعله سيد كل شيء. ذاكم النبي الحي الذي أعزه الله من كل شيء. والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، يقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ويقول عليه الصلاة والسلام عن الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. الأول: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنهن من كنز تحت العرش الرحمن. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametujalia sisi tumeiona Ijumaa ya leo ya tarehe 13 mwezi wa 6, ya tarehe 13 mwezi wa 6. Mada yetu mahabbatullahi fi dinillahi wa iqabullahi fi tarkihi. Mahabbatullahi, mapenzi ya Mwenyezi Mungu, fi dinillahi, yapo katika dini ya Mwenyezi Mungu. Mahabbatullahi, mapenzi ya Mwenyezi Mungu, fi dinillahi, yapo ndani ya dini ya Mwenyezi Mungu, dini ya Uislamu. Wa iqabullahi, na mateso na adhabu ya Mwenyezi Mungu, fi tarkihi,
yapo ndani ya kuiacha dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqabu Allahi, na mateso na adhabu ya Mwenyezi Mungu, fi tarkihi, ipo katika kuacha dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio mada yetu ya siku tukufu ya leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza ndani ya surati Al-Maida aya ya 54, aya ya 54. Aya hii yasema, ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, enyi ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-imanul haqiqi, imani ya hakika, so imani ya kuregarega, imani ya kisawasawa. Kusema qul, sema Mtume Muhammad, amantu billahi, nimemwamini Mwenyezi Mungu, thumma istaqimu, kisha ulingane katika sirata al-mustaqima, katika njia ya walionyooka, sirata alladhina an'amta alayhim, ndiye ambao umewaneemesha kwa neema zote nzuri, kwa neema zote nyingi. Miongoni mwa watu Mwenyezi Mungu aliowaneemesha ni katika hii aya aliyosoma hapa, ambao amewapa neema nyingi kwa kuamini imani ya kisawasawa. Mwenyezi Mungu amewapa neema nyingi. Neema moja yapo ni kuwapenda, mpaka kateremsha aya hii kwa kuwasifu, aya hii kwa kuwaeleza, kwa kuwasifu kwamba wao wanampenda yeye Mwenyezi Mungu na yeye Mwenyezi Mungu awapenda. Katika aya hii watu wenyewe, aya hii imeteremka kwa watu ambao riwaya ziko nyingi, limenukuu riwaya 3 za sababu nuzuli aya hii. Sababu ya kwanza ya kuteremka aya hii ni ahlul Qadisiyya, watu wa Qadisiyya. Nitaelezea Qadisiyya kwa uchache sababu ni mambo marefu sana. Pote la Qadisiyya, Qadisiyya ni wapi? Qadisiyya ni Iraqi. Qadisiyya hiyo ilikuwa limetukia hilo maraka, hizo zita katika mji wa Iraqi. Iraqi ni karibu na Kufa kwa kilomita 27. Iraqi ni karibu na Kufa, mji waitwa Kufa kwa kilomita 27. Qadisiyya ni pote. Qadisiyya ni pote ambalo lilikuwa na watu 36,000. Ni pote la watu 36,000 takriban في القادسية. فأصبح جيش المسلمين في القادسية قريبا من 36,000. Ni pote ambalo jeshi ambalo la Waislamu lilikuwa katika mji wa Iraq, laitwa pote la Qadisiyya, ambalo pote lile la karibia watu 36,000. Miongoni mwa hao watu 36,000, miongoni mwao ni maswahaba 300 waliokuwa katika pote hilo. Ni maswahaba 300 walikuwepo katika pote hilo la Qadisiyya. Miongoni mwa waliokuwepo tena ni watu wa Badri 70, wale ambao walipigana zita za Badri 70 walikuwepo katika hilo pote la Qadisiyya ndani ya mji wa Iraqi.
Iraq nimesema iko karibu na Kufa kwa kilomita 27. Kilomita 27 ni karibu sana. Watu walio katika pote hilo ambalo Mungu ndo amesifu katika aya hiyo iliyosoma sasa na nitaifasiri. Watu walio katika pote hilo ni watoto wa kiswahaba 700. Ni watoto wa kiswahaba, mabarobaro wa kiswahaba 700. Vita hivyo au maaraka hizo zilikuwa hizo Qadisiyah zilikuwa katika tarehe 13 mwezi wa Shaabani mwaka wa 15 wa Hijiria. Wakati maarakatul Qadisiyah zilitukia au zilifanyika maraka zita mapambano ya Qadisiyah fi 13 katika tarehe 13 fi shahri Shaabana katika mwezi wa Shaabani fi sanati 15 Hijiria, katika mwaka wa 15 wa Hijiria. Mtume tayari ashakura Madina zamani, Madina ashakuwa mwenyeji. Hadha huwa arjahu alqawli, hii ni katika kauli yenye nguvu zaidi. Wakanat baina almuslimin biqiyadati Sa'd bin Abi Waqqas, uongozi uliokuweko baina ya Waislamu, kiongozi mwenyewe alikuwa ni Sa'd, sahaba aitwa Sa'd ibn Abi Waqqas. Wa riwaya zingine wasema huyu alikufa China akazikwa China. Ni sahaba, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama wametapakaa katika dunia nzima, walizikwa mbalimbali, ni wengi sana. Uongozi wa Sa'd ibn Abi Waqqas ndiye aliongoza jeshi la Qadisiyah kwenda kupambana kumuua Rustum, kupambana na Mafursi, kumuua Rustum. Baada ya kumuua Rustum, vita vikakoma, Waislamu wakapata ushindi. Kiongozi wa Waislamu alikuwa ni Sa'd, sahaba aitwaye Sa'd ibn Abi Waqqas. Hiyo ni riwaya ya kwanza, kwamba aya hii imeshuka kwa ile pote au jeshi la wale watu wa Qadisiyah ambao nimewataja ni hao hapo. Riwaya ya pili ambayo aya hii imeshuka, nazalat fil ansari wa hum ahlul Madina, imeshuka kwa maansari. Maansari ni watu wa Madina waliompokea Mtume akitoka Makka akiingia Madina, ni watu wenyeji wa Madina, waitwa maansari. Liannahum, kwa wao, humul ladhina, ndio ambao nasaru rasula Muhammadin, walimnusuru Mtume Muhammad ndani ya mji wa Madina na kumpokea na kumshashia na kumkaribisha na furaha zote na kumgongonia na kuishi naye kwa uzuri mpaka Mtume akafa, wakamzika kwa hali nzuri, wanaitwa maanswari. Waanuhu, na wakamsaidia na kumdefense na kumtetea, ala idhhari dini llahi, kuidhihirisha, kuiweka wazi, kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu, fi kulli anaiha, amba fi kulli al-amazit, katika kila kitotoro ilikuwa akitangaza dini ya Mwenyezi Mungu pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya mji wa Madina. Riwaya nyingine ya pili ni kwamba hii ni aya imeshuka kwa watu wa Madina ambao ni maansari. Riwaya tatu
imeshuka kwa watu wa Saba, Ahlul Yaman, watu wa Yemen. Tosheke na hizo riwaya tatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasifu hawa ambao nimewaeleza hapa kwa uchache, akisema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mayartadda minkum an dini, mwenye kurudi nyuma, kuritadi, kuacha, kukataa dini yake ya haki ya Uislamu, dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akikataa, kaiacha, akarudi nyuma, akaingia katika dini potofu, madini ya urongo, madini ya utapeli, madini ya ubapari, madini ya kuhadaana, madini ya kudanganyana, madini ya pelipeli na ndururu. Mmoja asema, mimi kila Jumapili napeleka sadaka kanisani, mimi na mume wangu na familia yangu sote ni mafukara. Pasta yeye amenunua gari, pasta ishi gorofani, sipeleki tena. Asema hapeleki tena yeye, sababu yeye achuma, auza makaa, auza kibanda cha tomato na vitunguu, auza duka, atengeza mbao, aenda mbio kwa hali zote kujinyima mpeleke pasta kanisani. Yeye mwenyewe hana chochote, pasta amekuwa tajiri, asema hapeleki tena. Haya ndio madini yale ya kudanganyana. Sasa kwa nini upeleke tena na wewe waamini uko bayani ukipelekea pasta mimi nabarikiwa napata? Mbona utamke sema simpeleki tena pasta yule, nitachuma mimi mwenyewe, nitumie mwenyewe na wanangu na familia yangu? Peleka. Mbona ukataka kupeleka? Peleka. Asema sipeleki tena mimi. Kwa nini upeleki tena wewe na umeamini wewe huko? Mayartadda minkum an dini, mwenye kurudi nyuma, akakataa, akaritadi, kuacha dini ya haki ya Uislamu ya kweli, fasawfa yati Allahu biqaumin, hakika Mwenyezi Mungu ataleta watu, yuhibbuhum, yeye Mwenyezi Mungu awapenda watu hao, wa yuhibbunahu, na watu wenyewe hum yuhibbunahu, na watu wenyewe hao ambao Mungu awapenda nao pia wampenda Mwenyezi Mungu. Adillatin ala almu'minin, ni wanyenyekevu, ni wakali, ni wanyenyekevu, ni mapole, ala almu'minina, kwa waumini ndani wao. Aizatin ala alkafirin, ni wakali mno kwa makafiri, ni washupavu sana, hawataki dini iingiliwe kwa chochote, ni wakali sana makafiri kuitetea dini ya Uislamu kwa lolote. Kile kuipinga dini wao ni wakali. Kipande hichi kinafasiriwa na aya ambayo iko katika sura Muhammad. Mwenyezi Mungu akisema, Suratul Fath, Suratul Fath, Mwenyezi Mungu asema, ashiddau ala al-kuffari ruhamau bainahum. Ashiddau, wale masahaba na wale waumini wakisawasawa, ambao wampenda Mungu na Mungu na awapenda. Ashiddau ala al-kuffari, ni wakali sana kwa makafiri, kwa kukataa dini ichezewe, kwa kukataa Mwenyezi Mungu apondwe, kukataa mtume atukanwe, mtume aingiliwe kwa hali yote mbaya. Ashiddau, ni wakali sana, ala al-kufari, kwa makafiri, hawataki mchezo na dini ya Uislamu ichezewe. Ruhamaun bainahum,
lakini wao kwa wao ni wenye kusikitikiana na kuhurumiana na kutembeleana na kusaidiana. Ruhamaa bainahum, ni marahimu wao kwa wao, ni wenye kusaidiana wao kwa wao, ni wenye kuinuana wao kwa wao. Hawataki mwendani wao ateseke kwa hali yoyote ile. Lazima wamuinue, lazima wamtembelee akiwa mgonjwa, lazima wamwombee dua wakati hakumuona msikitini, hakuswali. Kwa nini fulani ana wiki hajaswali msikitini? Ni mgonjwa, basi Mwenyezi Mungu inshallah ampe uzima, ainuke, hajaswali. Ruhamaa bainahum, wao kwa wao ni wenye kusikitikiana. Ndio kipande hichi kimefasiriwa na aya hiyo, na kipande cha aya hiyo katika sura al-Fath. Aizzatina ala al-kafirin, ni wakali sana kwa makafiri, hawataki dini chezewe. Yujahiduna fi sabilillah, wanapiga jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wala yakhafuna lawmata laimi, wala hawaogopi lawama la mwenye kulaumu. Wala yakhafuna, wala hawaogopi lawmata laimi, lawama la mwenye kulaumu. Kuna watu ambao wakati akiwa katika haki aogopa lawama. Mamangu atanisuta, babangu atanikanya, rafiki yangu atanikejeli, ndugu yangu ataniponda kwa hali hii ama nyingine. Ndio hawa Mwenyezi Mungu wasifa sema wala yakhafuna lawmata laimi. Ikiwa ni jihadi ni jihadi, twende, upanga, ni mshale, ikiwa ni fumo, ikiwa ni ngumi. Lakini mtu asimwingilie Mwenyezi Mungu kwa kumponda na kumvuruga kwa njia yoyote, wala kuharibu dini kwa njia yoyote. Ndio yujahiduna fi sabilillah, wanapiga jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wala yakhafuna lawmata laimin, wala hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu kwa chochote. Wewe laumu mpaka ufe, laumu mpaka uangamie. Yeye yuko katika haki, maadamu yuko katika haki, basi yeye atakufa ndani ya haki. Ukimsoma Ammar na familia ya Ammar bin Yasir, yeye atupwa, auawa, ateswa, aumizwa, adhulumiwa, kauli yake ilikuwa moja pekee yake, ahad. Mungu ni mmoja. Hakuwahi kurudi nyuma kabisa. Hakuwahi kutamka kilima kibaya kumkufuru Mungu, kwa sababu yeye yapata dhiki na mateso, yanyanyaswa, yadhulumiwa. Ametamka kilima chake ahad mpaka dakika ya mwisho. Huyo ni Ammar na familia ya Ammar. Ni Ammar bin Yasir wa alu Yasir. Watu wamesimama namna hiyo mpaka leo tuwajua sisi. Tumewasoma, tumewaelewa msimamo wao mpaka walikufa katika hali ya msimamo kama huo. Yataka sisi tuwe kama watu kama hao, ndio tutakufa uzuri, tutaishi uzuri, tutakwenda kustarehe ndani ya maisha ya kaburi, maisha ambayo muda wake ni mrefu sana ndani ya kaburi. Sababu illa masha Allahu, ila atake Mungu. Ukishakufa ndani ya kaburi, kiyama mpaka atake Mungu, sio atake mtu wala atake malaika wala atake jini. Ni Mungu mwenyewe amue. Sasa muda wa kiyama ushafika. Leo kiyama nitakisimamisha mpaka Mwenyezi Mungu mwenyewe atake, wala amrishi, wala hakuna mwenye kumamrisha Mungu kwamba sasa kiyama umepeka sana makaburini, tumechoka kukaa kwenye makaburi, Mungu tutoe. Hakuna mambo hayo. Ukishaka kaburini ukae illa masha Allahu, illa anapotaka Mungu mwenyewe ndo akisimamisha kiyama. Hawezi wewe wala mimi wala yote kumamrisha Mungu ati kiyama akisimamishe, kwa sababu wewe kwenye kaburi umechoka kukaa. Hakuna mambo hayo. Wala yakhafuna lawmata laimi, wala hawaogopi lawama la mwenye kulaumu. Dhalika fadlullahi yu'ti man yasha'u wallahu wasi'un alim. Hiyo ni ubora
ni utukufu, ni fadhila itokao kwa Mwenyezi Mungu, ni fadhila ya Mwenyezi Mungu na ubora wa Mwenyezi Mungu. Yuti, humpa Mwenyezi Mungu man yashau, anayemtaka kumpa. Wallahu, na Mwenyezi Mungu wasi'un, ni mkundufu, ana makubwa, ana mapana, huyafanya mapana, huyafanya matukufu, huyaneemesha anapotaka yeye. Alimun, ni mjuzi kwa anachokifanya. Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa kila ambacho anakiamrisha kuwa lazima tukifanye, kina manufaa ndani yake, ambalo anakiamrisha tukiate, tukiepuke, kina madhara ndani yake. Ndo wallahu, na Mwenyezi Mungu wasi'un, ni mkundufu, alimun, ni mjuzi sana kwa kila ambacho yakuamrisha tukifanye, na kwa kila ambacho akikataza tukiate, hicho Mwenyezi Mungu ana ujuzi nacho kwa mazuri yake, ana ujuzi nacho kwa madhara yake. Anapokiamrisha basi kina uzuri sana kwa kule kukiamrisha kwake ndani, ukifanya kina mazuri mengi sana na faida nyingi sana, na kina mabaya sana na dhiki sana na tabu sana na shida sana, kile ambacho Mwenyezi Mungu alikiamrisha kwa wewe na mimi tukiepuke, tusikifanye, hicho kina madhara. Ni alimun bidhalika, ni mjuzi kwa hilo. Ndio maana akazungumza haya, fanyeni haya, haya msiyafanye. Alimun bima amarana wa huwa alimun bima nahana, Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa aliyotamrisha na ni mjuzi kwa aliyotukataza tusiyafanye. Kwa nini ametuambia tusiyafanye? Kwa nini amesema tuyafanye? Ni mjuzi kwa yote. Aya nyingine Mwenyezi Mungu asema, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Hii iko ndani ya sura Muhammad. Wa in tawallaw, mkikataa, mkitoa kauli mbaya kuwa hatuwezi swali, hatuwezi funga, tutaingia katika ukafiri. Ndio maana wa in tatawallaw, mkikataa kufuata dini ya haki, nyote mkikataa kuwa nyinyi hamtoswali tena, hamtofunga, hata mwenye uwezo hatakwenda hija, yani haki haitofuatwa. Ni maana basi Mwenyezi Mungu asema, wa in tatawallaw, mkikataa yale ya haki yote, yastabdil qauman ghayrakum, atageuza Mwenyezi Mungu qauman, watu, yastabdil qauman, atageuza Mwenyezi Mungu watu, ghayrakum, wasokuwa nyinyi, qauman, watu, ghayrakum, wasokuwa nyinyi, thumma la yakunu amthalakum, kisha hao watu hawatakuwa mfano wenu. Yani Mwenyezi Mungu, ikiwa sisi haki tuikataa, ini ya haki tuikatae, mambo ya sawa tuyakatae, basi Mwenyezi Mungu atageuza watu wema, wazuri, wenye kumwamini yeye Mwenyezi Mungu peke yake, pasina kutaraddad, pasina shaka. Thumma la yakunu amthalakum, kisha hao watu hawatakuwa mfano wetu, watakuwa wazuri zaidi kuliko sisi. Yani Mwenyezi Mungu sisi atatuangamiza, akimaliza aumbe wengine, kisha wawe si kama sisi waovu, wao watakuwa wazuri kuliko sisi. Hiyo aya iko ndani ya sura Muhammad. Aya nyingine iko ndani ya sura An-Nisa, aya yenyewe
aya ndani ya suratul Nisaa aya 133, in yasha, akitaka Mwenyezi Mungu, yudhihibukum, atawaondosha nyinyi, atawafuta nyinyi, ataperusha nyinyi nyote. Ayuhan nasu, enyi watu. Ukisikia kauli ndani ya Qur'ani yazungumza ayuhan nasu, ni wale watu ambao hawana adabu na Mwenyezi Mungu, ni wale watu vizivi, vipofu, wasoelewa mazuri, hawataki mazuri. Ndio yatumika neno ayuhan nasu, enyi watu, watu wenye adabu na heshima. Mwenyezi Mungu yasema ya ayyuhalladhina amanu. Amanu ni wale ambao wana heshima na adabu. Wale ambao hawana adabu na Mwenyezi Mungu, hawana heshima, basi Mwenyezi Mungu atumika neno ayyuhan nasu, enyi watu. Watu ni wale ambao hawana adabu, hawana heshima na Mwenyezi Mungu, na yale ya Mungu pia hawana adabu nayo, hawayachungi mazuri. Maovu yao ndio yao, kuyapiga makamama maovu, pia na kujisifu na hayo maovu yao ambayo wayafanya usiku na mchana. Na Mwenyezi Mungu asema iyasha, akitaka kwa nyinyi hamtoacha hayo mabaya yenu, makorofi yenu, maovu yenu, yudhihibukum, atawaondosha nyinyi ayuhan nasu, enyi watu, wayati bi akharin, na ataleta wengine wasiokuwa nyinyi. Aya nyingine ndani ya suratu Ibrahim aya ya 19, Mwenyezi Mungu asema iyasha, akitaka Mwenyezi Mungu, yudhihibukum, atawaondosha nyinyi, wayati bi khalqin jadid, na ataleta ziumbe zipya, the new peoples, the new program, the new project in this world. Yani Mwenyezi Mungu ataleta new project ya watu wengine tofauti na sisi, project mpya, sio hii ambayo. Ndio maana wayati bi khalqin jadid, Mwenyezi Mungu ataleta ziumbe zipya, the model new one. Wa madhalika, na hatakuwa hayo kwa Mwenyezi Mungu, wala haliwi hilo kwa Mwenyezi Mungu biazizi, kuwa ni zito. Yani hilo la Mwenyezi Mungu kuwa yeye aweza ondosha watu na ulimwengu wakaubadilisha kwa watu wengine tofauti na sisi, hilo kwa Mungu si zito. Wa madhalika ala Allahi biaziz, hilo kwa Mungu si zito, ni jepesi hilo kwa Mungu, hilo ni jepesi hilo. Hilo ni kama kupepesa, kama ile namna ya yule kiumbe ndani ya suratu Namli alomwambia Mtume Suleimani, nitakuletea kiti cha Balkisi, cha ule mfalme Balkis ambaye mwanamke, kwa nitakuletea kile kiti kabla huja pepesa jito tarf, kabla huja pepesa jito, kiti nitakuletea hapo ulipo. Huyo ni mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu ampenda, naye ampenda Mungu. Huyo ni mwanadamu katika wale mawalio Mwenyezi Mungu ambao akitaka lake Mwenyezi Mungu humfanyia kwa sekunde. Ifrit min aljinni akamwambia Mtume Suleimani, ndiye alitangulia kunena Ifrit, kumwambia hicho kita Balkisi hapo kilipo ni mbali, lakini nitakuletea kabla hujasimama hapo ulipokaa. Mtume Suleimani akamwambia, hayo ni marefu, hayo ni yatakawia hayo. Mwanadamu katika wale waja ambao wao kwa Mungu wakitaka Mungu watekelezea hapo kwa hapo, akamwambia Mtume Suleimani, nitakuletea kabla ya kupepesa jito. Kabla ya kupepesa jito. Hakuna asojua kupepesa jito ni vipi. Kila mtu ajua kupepesa jito ni papa umepepesa kitu kimekuwa. Sasa walikuwa watu kama hao zama za mitume waliopita, zama za Mtume Suleimani na wengine waliopita kabla ya Mtume Suleimani. Hapo basi Mwenyezi Mungu afanya zaidi ya hivyo. Huo ni mfano mpiga, lakini Mwenyezi Mungu afanya zaidi ya hivyo. Nimalize maneno hapa.
Tazungumza mahabbatullahi fi dinillahi wa iqamatullahi fi tarkihi, mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika dini ya Mwenyezi Mungu, yani mapenzi ya Mungu yako ndani ya dini ya Mwenyezi Mungu ya Uislamu. Ukiwa umeshikilia dini ya Mwenyezi Mungu, basi lazima akupe mapenzi Mwenyezi Mungu. Ikiwa dini ya Mwenyezi Mungu huitaki, nafsi yako haitaki dini kabisa, na nafsi ikikataa, vitendo zitaonyesha. Dini ikikataa, nafsi yako ikataa dini, vitendo zako zaonyesha kwamba wewe dini huitaki. Bila wewe kuzungumza, bila wewe kunena, vitendo hufasirika. Matendo yako, mambo yako, kauli zako zote zaonyesha kwamba kweli wewe dini huitaki. Imaliza maneno. An Abdullah an al-Imam Ahmad haddathana Afana haddathana Salama Abu al-Mundhiri an Muhammad ibn Wasi an Abdullah ibn Samiti. Wote hawa ni an fulan an fulan an fulan, ni wale rawatul hadith. An Abi Dharr, ambaye ni sahaba. Abi Dharr ni sahaba. Hadithi ikiingia sahaba ndani yake huwa ni sahihi. Ikiwa ndani haina sahaba, hadithi hiyo mawili ni marefu, ima itakuwa ni dhaifu au itakuwa ni makutu, lakini kuna zigawanyo za mustalaha zaeleza. Lakini kwa fupi, hadithi ikiingia sahaba ndani yake, hadithi hiyo moja kwa moja ni sahihi. Qala, amesema, amarani, ameniamrisha mimi, Khalili, bui wangu, kipenzi changu, ambaye nani? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zifikie mtume, bisab'in, mambo saba. Amarani, jambo la kwanza, amarani bihubbil masakina, ameniamrisha kuwapenda maskini, wa dhunuwi minhum, na kuwa karibu nao. La kwanza hilo, ameniamrisha kuwapenda maskini na kuwapiga makamama, yani karibu nao. La kwanza. La pili, amarani wa amarani an andhura ila man huwa duni, ameniamrisha mimi kumwangalia yule ambaye ako chini yangu, yani ana kipato ambacho kiko juu cha juu. Mimi simwangalie, nimwangalie yule ambaye mimi nampita kipato. Wewe kwa siku atia shilingi 100, kuna mwendani wako kwa siku atia 30 shillings, 30 shillings. Hasa muangalie ambaye kwa siku atia shilingi 30, usimwangalie ambaye kwa kila siku atia shilingi 1000. Hayo ndo maneno yenyewe haya. Wa amarani, ameniamrisha an andhura ila man huwa duni, ameniamrisha kumwangalia yule ambaye yuko chini yangu kimapato. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ukimwangalia ambaye ako juu yako, itakubidi ufanye mbinu uwe kama yeye, kumbe hutofikia kama yeye. Sasa ushaingia katika maangamivu, ushaingia katika wizi, katika ubapari, katika udevoli, katika uhuni, katika unyanyasaji, katika utapeli, katika kuchafarasi, kwa sababu kumwangalia mtu ambaye huwezi kumfikia. Wala andhuru ila man huwa fawqi, nisimwangalie yule ambaye ako juu yangu. Wa amarani an asila rahimu wa in adbarat, na ameniamrisha mimi mtumi an asila rahimu, kuunga uzao, kumkubali baba na mama na ndugu zangu na mashangazi na maanti na wajomba wote, kuwaunga, nisiwakane hata siku moja katika maisha yangu ya dunia. Ndio an asila rahimu, kuunga uzao. Wa in adbarat, hata kana huo uzao umenitenga mimi, lakini lazima niunge.
wamarani an la as'ala ahadan shay'a, na mtume ameniamrisha mimi an la as'ala ahadan shay'a, simuulize, simuombe mtu chochote, nisiombe mtu chochote, yani nisiwe mtu wa kuomba watu zitu. Nanda na shida, mimi na kadhaa. Wamarani, na mtume ameniamrisha mimi an aqula alhaq, niseme kweli, wa in kana murran, hata kana ni uchungu, hata kama ni uchungu. Ammar bin Yasir wa alu Yasir ajua yoteseka, lakini jambo lake ni moja tu, ahad. Hakusema roho katika nitamkufuru Mungu kwa sababu roho katika, pana ni ahadi mpaka dakika ya mwisho. Sasa ndio maneno haya sasa, wa amarani, tume ameniamrisha mimi an aqula, niseme alhaq. Moto uenda ukiongezeka na ukipungua, ndio maana nimeshika submic hivi, nahisi kwamba moto umeongezeka, system imekuwa mbaya hapa kwa mwili wangu, yani uongezeka ukipungua, hii system ni mbaya. Wa amarani an aqula alhaq, na Mwenyezi Mungu mtume ameniamrisha mimi an aqula alhaq, niseme ukweli, wa in kana murran, hata kana ni uchungu niseme ukweli. Yani kuseme ukweli hata kama jambo lile ni uchungu kulisema wewe, utokana mbaya, utokana mkorofi, utokana usikii, utokana fidhuli ufai, lakini zungumza ukweli. Wa amarani an la akhafa billahi lawmata laimi, kuwa nisiogope kwa Mwenyezi Mungu lawama ya mwenye kulaumu. Nifanye madamu ni haki nifanye, niate madamu ni batili haifai mimi niate. Ndio maana kuliepuka jambo hata kama watu walitaki kuliepuka, wewe uliepuke, madamu ni lazima uliepuke. Ndio amarani an la akhafa fillahi lawmata laimi, ameniamrisha mimi kuogopa, an akhafa, kuliogopa, an la akhafa, nisiogope, fillahi, katika haki ya Mwenyezi Mungu, lawmata laimi, lawama ya mwenye kulaumu. Wa marani, na ameniamrisha mimi mtume ya Mwenyezi Mungu an akthura, kuzidisha katika kila wakati, nikiishi, nikiketi, nikiswali, nikilala, nikitembea, nikiwa garini, nikiwa nje ya gari, nikiwa natembea, nikithirisha maneno haya, min qawli, neno la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Maneno haya, ukiwa maneno haya utasema kila wakati, basi fa innahunna, hizo kalimati ambazo tazungumza hizo maneno hayo, min kanzi tahta al-arshi, ni hakiba, ni katika benki iliyo katika chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu. Kila ukizungumza maneno hayo, basi wamfanya Mwenyezi Mungu akupende 24/7, Mwenyezi Mungu akuekembee 24/7, sababu kila ambacho wakifanya, ndio maana sasa ile maana maneno haya upana zaidi. Kila kusema la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, yamaanisha si kila khairi unofanya iko nguvu zako, yamaanisha kuwa si kila shari ambao weepuka wizi, weepuka uzinifu, weepuka kuiba, weepuka kufanya kuroga, weepuka urongo, weepuka kila kitu kiovu kwa sababu wizi wako. Ni Mungu tu ndio mwenye kufanya weepuke hayo yote. Ni Mungu tu ndio aliyekufanya uswali, utoe zaka, uende hija, ufanye khairi zote, ni Mungu tu. Ndio maana wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, ndio kithirishe kwa sema kila wakati, kila dakika. Namalizia, idha nataqta fasduq. Mmoja katika wanazuoni anasema idha nataqta, ukitamka kunena, fasduq,
nena ukweli. Wa idha ruzikta fa'anfiq, una wakati ukirizukiwa toa. Kwa nini tumechoa idha? Kwa sababu kuna wakati huna, idha zulzilatil ardu idha jaa nasrullahi, mpaka ije ndo waraaita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi. Lakini nyuma kuna idha zulzilatil ardu, wakati ardhi ikitetemeshwa na Mwenyezi Mungu, yani mpaka upate. Sasa ukipata, wa idha ruzqta, wakati ukiruzikiwa, wakati ukipata pato ukaona mbili nimpe mwendani wako, mpe. Ndo wa idha ruzqta fa'anfiq, wakati ukiruzikiwa ukakipima, hichi nikimpa mtu sitokufanda, sitoangamia, wanangu hawataomba, toa. Wa idha utita fashkur, ukipewa mwambie Mungu alhamdulillah, umenipa. Ukiwa na nguvu sema alhamdulillah, ukiwa na mato unaambie sema alhamdulillah. Mmoja kimalizia amsikitikia kipofu aone. Siku moja, yani ni mama na watoto wake, mmoja kipofu katika wale wanawe. Sasa kila aomba kila siku huyu mwanawe naye aone kama wendani wake. Sasa akamtukua kenda naye bichi kuogelea, kufurahi na wendani wake. Sasa mama akatamani, leo ungekuwa mwanangu yaona angeogelea na wendani wake ndani ya bahari. Basi pale Mungu dua kaijibu. Kuna wakati ukiomba dua huwa kuna wakati wa ijaba. Wakati wa ijaba Mungu akamjibu mama kwa mwanawe, kumpa macho hapo kwa hapo dhalhin, akampa macho, akaingia baharini. Yule mwana alipoingia nduwe watatu wote aliwazamisha kama ngoko, yani kule kuingia kwenye maji na kuwazamisha, akawanyosha maji, akawadundisha ndani ya maji, kiwato mpaka kabawa wote watatu. Mama aona watoto kama boya, hakuna sojua boya ni nini. Boya waogelea kama boya. Wanangu wanani, akimfuata kwanza afie amekufa, wa pili afie amekufa, watatu afie amekufa. Ameona yule kipofu aogelea peke yake, hao wote roho zimekatika, amekufa wote. Wewe wana nini hao ndani wako? Sijui, huyo yatoka. Mama akaona wakati wakiteza pamoja ndani ya maji, sema hakuna mwingine aliogopa wewe, najuta wewe uone haya. Ushaona umeniangamiza wandani wako, umeangamiza wote. Hata afadhali ungekaa namna hiyo, yani hataanza kunena na kumfokea na kuanza kujuta kwa nini umeona. Mungu akaregesha macho kipofu, akatoka, mtoto atoka akiwa haoni tena. Lakini too late, baada ya kutamani umepewa na ukawa umepata hasara. Sasa usitamani jambo ambalo unajua hili hata nikilitamani hili haliwezekani. Ikiwa huwezi kugusa chini ya mbingu hapo jedari pale, basi mwambie mwingine igusie. Na maanisha ukiwa huwezi washataa kwenye ukuta mpaka upate ngazi, tafuta ngazi. Usiruke, uweze kuruka ukaanguka ukavunjika mguu. Ndio maana ya kuwa Mungu akaumba wawili, akaumba warefu na wafupi, akaumba wanono na wembamba, akaumba nywele ndefu na nywele fupi, akaumba nywele koto na nywele singa, akaumba watu wana meno 40, wengine wana 20, wengine kwa yao ndefu, wengine fupi kama chura. Yani Mungu aliumba kwa maana yake. Wewe usilazimishe. Ndio maana maneno nikazungumza maneno haya mimi. Wa idha utita fashkur, wakati ukipewa shukuru, ustake mengi. Wa idha tulita fasbir, wakati ukiondwa subiri.
usiropokwe. Ndio Mtume katika hadithi nyingine asema, wakati ukifiliwa na mwanao ama mamako au mke wako au nani wako yote yule, usiropokwe. Ukiropokwa yule maiti ataadhibiwa, atapigwa marungu, hata kama si wa kuadhibiwa ataadhibiwa. Ndio laana Allahu an-naihata wal mustami'ata, laana Allahu an-naihata wal mustami'ata. Amemlani Mwenyezi Mungu mwenye kuomboleza na mwenye kusikia yale maombolezi. Maombolezi ni nini kwa lugha ya Kiswahili? Kiswahili maombolezi ngure kuropokwa. Sasa umekufa kwa kutafutia ndizi kudoletea kwa nyumba ni nani? Mwenye kununua nguo kutupa ni nani? Mwenye kutupia renti ni nani? Mwenye kutupeleka outing ni nani? Sasa huko ndio kuropokwa we. Ndio Mwenyezi Mungu amemlani mwenye kuropoka na yule mwenye kutega sikio asikia yale maropoko. Yule mwenye kusikia yale maropoko yeye pia amelaniwa we. Kosa lake nini? Kwa nini wasikia kuropokwa? Ni umkanye huyo aliyeropokwa, fulani tafadhali, huyu maiti usimropokee. Nenda mbali kuropokea huko, si hapo. Umfukuze, umtoe na makofi pia ikiwezekana. Hata kama ni mke wake, hata kama ni babake, hata kama ni nduguwe, hata kama ni mwanawe, mfukuze kwa nyumba, yompa adhabu yule maiti. Ndio maneno haya, wa idha btulita fasbir, wakati ukiondoa subiri, usiropokwe, kuwa na subra. Fasabru murrun fi madhaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al-asali. Maneno yangu, fasabru murrun, kule kusubiri ni utungu, fi madhaqatihi, katika kuonda ule utungu wake wa kusubiri, lakini awaqibuhu, mwisho wa kusubiri, ahla min al-asali, ni tamu zaidi kuliko asali. Awaqibuhu, lakini mwisho wa kusubiri, ahla, ni tamu zaidi, min al-asali, kuliko asali. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.